Naitwa Sheikh Ali bin Juma, ni makamo mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Kyela. Asante sana, mimi nashukuru sana. Nimefurahi sana kabisa katika jambo hili adhimu, jambo kubwa sana kabisa la kumkabidhi mheshimiwa fomu ambayo ni kuingia tena katika kilele chingine kwa mara nyingine. Tunashukuru sana kupitia majukumu yake makubwa na ulezi wake kama mbunge, na hadi sasa tayari kwa awamu hii imeisha, lakini vile vile tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuingie tena katika jambo letu hili 2025, na kikubwa tunachokihitaji arudie tena katika jambo hili, arudie tena katika kiti kama kawaida ambavyo tulivyomuelewa na tulivyo mfahamu. Mheshimiwa ni mlezi sana, ni mlezi kwetu na hana baya niseme. Jitihada zake tumezielewa na tumezifahamu vizuri. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu amjalie, ampe uzima na afya, na vile vile awe na amani kubwa sana katika jambo hili, na inshallah Mwenyezi Mungu sote kwa pamoja atujalie tuwe na umoja na amani na mshikamano. Naitwa Chifu Swege Grant Makaburufu, ni mwenyekiti wa machifu wilaya ya Kyela, na nipo hapa kwa ajili ya Jumuiya ya Amani na Maridhiano. Tumekuja kwenye tukio la kumkabidhi fomu mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kyela, aendeleze pale palipobakia. Maendeleo tumeyaona aliyoyafanya, lakini sehemu iliyobakia aweze kuimalizia na aweze kuendelea na majukumu yake kama kawaida. Asante sana ndugu waandishi wa habari. Kwa majina ninaitwa mchungaji Seti Mwaisaka, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani katika wilaya yetu ya Kyela. Kwa niaba ya wananchi wa Kyela tumefanya mchakato wa vikao kwa ajili ya kuangalia kazi kubwa ambayo mheshimiwa mbunge wetu Ali Mlagira ambaye ameendelea kuifanya katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Na kwa jinsi tunavyotambua, maendeleo sio tukio. Maendeleo ni mchakato. Kwa hiyo tumeendelea kuchakata katika vikao mbalimbali kwa niaba ya wananchi. Sasa tukaona kweli tufike mahali turidhie kwa pamoja kwamba tumchukulie fomu mheshimiwa mbunge wetu ili aendeleze kijiti tena cha miaka 5 mingine. Tunampa miaka 5 kwa sababu kazi alizozifanya katika wilaya ya Kyela zinaonekana kwa macho. Kila mtu ambaye ana nia njema na Kyela na mapenzi mema na Kyela, sidhani kama anaweza kuwa na neno la kuhoji ama kuuliza, kwa sababu kazi zake zimeonekana dhahiri. Na ndio maana tukafikia maamuzi haya kwamba basi tumpe tena kijiti cha miaka 5 mingine aendeleze kazi hii. Najua kumpata mbunge anayeweza kuwa na upeo mkubwa wa kuwasemea shida zenu kwa mheshimiwa rais ni nadra sana, lakini sisi tumepata jembe. Mbunge wetu anaingia kwa rais, anaingia kwa mawaziri bila kigugumizi, na ametuletea maendeleo makubwa sana katika wilaya yetu ya Kyela. Hivyo ni azma yetu na nia yetu kwamba tumpe miaka 5 mingine. Tunaendelea kumuombea, mashehe wanaendelea kumuombea, wachungaji wanaendelea kumuombea, machifu wanaendelea kumuombea. Tunataka letu jambo moja, kwamba apate tena ridhaa ya kututumikia miaka 5 mingine. Na nitumie nafasi wananchi wa Kyela, letu lile jambo moja kwamba 5 mingine tunataka tumpe Mama Samia. Kazi aliyoifanya kwa ajili yetu Kyela ni kubwa mno, tuikubali. Ninaomba hilo tu kwamba tuendelee kumuombea na kumtakia kila laheri itakapofika siku ya uchaguzi. Kura yetu ni kwa mheshimiwa mbunge wetu na mheshimiwa rais, wametufanyia mambo makubwa katika wilaya ya Kyela. Asanteni sana. Kwanza niwakaribishe sana hapa nyumbani kwangu. Na nawashukuru sana kufika hapa. Lakini leo ninakosa maneno mazuri sana ambayo yangeweza kushuhudia kile kilicho moyoni mwangu. Lakini niseme tu yote namwachia Mwenyezi Mungu, yeye ndiye anayejua. Lakini leo nikiri kupokea hizi fomu ambazo kamati ya maridhiano na amani wamenichukulia kwa niaba ya wanakyela,
kwa kutambua kazi zangu kwamba sasa mimi nigombee na wana imani na mimi. Jambo lingine niseme tu, nimeshtushwa sana nilipopata taarifa hizo juzi. Kushtuka kwangu ni kwamba mimi nilipanga niwe wa mwisho kuchukua fomu, yani niwe wa mwisho kuchukua fomu, nijaze hapo hapo nirudishe. Lakini nikashtushwa na hiki kitu kizito kwamba wazee wako, ndugu zako, yuko chifu pale, yuko shehe, wapo wachungaji wamekuchukulia fomu. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kwenda kuzijaza na kuzirudisha. Nipende kusema nawashukuru sana. Nawashukuru kutoka chini ya sakafu ya moyo wangu. Lakini zaidi ya yote ni jinsi mlivyojitoa kwa hali na mali. Na naomba katika hili niseme, kwa wale waliojipiga kuchangia fomu hii, mpaka leo nimepewa mpaka risiti ambao mmeilipia. Naomba Mwenyezi Mungu akawaguse kwa namna yoyote ile, na wao nasema asante sana. Nawashukuru sana, hii fomu imelipiwa na mimi kazi yangu ni kujaza na kurudisha. Nawashukuru mno. Sikustahili sana, lakini ninyi mmeona ni stahili. Nawashukuru sana na Mungu awabariki sana.